Ndugu zetu wengi wameuawa na kuzikwa na watu tusiowajua, wamezikwa tusikokujua. Inaweza ikawa neno la Mungu, tukichukua hali hizo, kama sisi watatupa nafasi, haki, tuzikane watatu. Twendeni tuzikane watatu. Mimi kwa maoni yangu, kwa mtazamo wangu ambao najua inawezekana kabisa, ni maoni, ni moyo wa Mungu, mimi ningeshauri ma-CCM na madalali wao wote wasinge kuwa wanapewa ruhusa ya kuhudhuria kwenye misiba. Yaani misiba kila mmoja ajiririage kivyake. Nitaenda kutoa sababu hapa, unielewe vizuri sana, Ni kweli misiba inaunganisha watu wa aina mbalimbali na hata waliokosana. Ni kweli hii CCM na madalali wao wote inaweza kwenda mahali popote ikahudhuria msiba kibabe, na kwa sababu pengine jeshi la polisi ni lao, majeshi ni yao, ukiwakatalia zikaonekana ni fujo, kwa wanaweza kuwepo kwenye misiba. Lakini wenye misiba wanaokuwepo kwenye misiba waweze kujua kwamba mapatano hayafanyiki kwenye maiki. Mapatano haya, tufanye misiba inawakusanyisha watu waliokosana, ni kweli kabisa, lakini mapatano hayafanyiki kwenye microphone, kwamba na yeye apewe microphone aseme. Na kama anapewa microphone aseme maazimio, makubaliano yaliyofanywa kabla ya yeye kusimama pale walipokutana msibani, ambapo inatakiwa awe na maneno machache tu kuwapa pole waliofiwa, lakini pia na kuongea kwamba mpaka nimepewa nafasi hii hapa, natamka kwa ufupi tu, natamka tumekosea 1, 2, 3, na kwa sababu hiyo hatustahili 1, 2, 3, tunastahili 1, 2, 3. Na bila shaka stahiki haki ya anayekuwa ameua ndugu zako wote tunajua, na ndo toba pekee. Msidhani toba ni tusamehe, tusameheni. Nadhani sasa hivi lugha inayotafuta sana wengi, kirini tu ukweli, kirini. Watakuja kukiri hawa, watakiri tu, lakini watakiri kuambia tusameheni, ila tutaendelea kuwaua, kwa sababu hawa vita yao yote kwa mujibu wa Biblia ni kile wakiitacho rasilimali za Watanzania, ambazo Watanzania wenyewe wanajiona ni wao. Sisi wengine wote ni sisimizi. Mimi nimeambia mara kadhaa, rasilimali zingekuwa za Watanzania tunatembelea magari kama yao. Kwani magari yao wameyatoa wapi? Nyumba hizo wamezitoa wapi? Maisha wanayoishi wao, kutibiwa wanakotibiwa wao, kusoma wanakosoma watoto wao, na sisi tunavyo. Kwa zile ni rasilimali zao. Zingekuwa zetu wote tungetembelea magari aina moja. Kwa sababu sisi zimetoka kwenye rasilimali. Kwa hiyo hawa wako tayari, kwa sababu mtu tu kama yuko tayari kuua idadi yoyote abaki hapo. Wewe unafikiri utakuja kumtoa kwa njia gani? Atakuja kukuruhusu kwa njia gani? Maneno ya upole ni kwa sababu wanachojua ni kwamba kama walivyo agredi, nyie ni sisimizi. Wanasema hawajaua mtu. Hata ripoti haitatoka, sijui ripoti ikitoka, hata ikitoka
imeua mtu, lakini sio mtu daraja la mtu, kwa sababu ikiwa mtu, kuna watu wameuawa, waliowaua ni nani? Hatuwajui. Si hao wanaonekana kwenye TV, si wanaonekana kwenye TV wamevaa sare wanaua watu, si wanaonekana hao? Hapana, hatuamini kwenye mitandao. Mnaamini kwenye mitandao mkiona mtu analia na kulalamika na kumfungulia kesi ya uhaini, kesi ya kusambaza taarifa za uongo, kesi ya uchochezi. Hiyo mtu akilia, akilalamika, akisema nimeonewa hapa, naumizwa hapa, huyo mnamsikia. Kwenye mitandao hamuoni picha yoyote yanayeteka, anayeua. Sasa au viumbe ndo waje msibani, ndo waje msibani. Kwa nini misiba? Mimi kwa mtazamo wangu ni kweli, mtu ukifiwa unakuwa huna sauti, na pengine unaweza ukawa unaona basi wala wawepo watu ndo ni kama faraja yako, lakini tufike mahali tuone kwamba ndugu zetu wengi wameuawa na kuzikwa na watu tusiowajua, wamezikwa tusikokujua. Inaweza ikawa neno la Mungu, tukichukua hali hizo, kama sisi watatupa nafasi, haki, tuzikane watatu, twendeni tuzikane watatu. Ningetamani sana 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 tunaopatwa na misiba haya ma-CCM na madalali wao, yaani naposema madalali wao, manake mijitu ambayo tahadhari za mauaji ama haikuchukua hatua zozote za wazi kupinga utekaji na mauaji ya siku nyingi, ambayo alikuja kuamsha hasira kali kwa watu, dhuluma ya uhai ya siku nyingi iliyoendelea, ambayo hatimaye ikaamsha hasira kwa watu, na hii miuaji ikawa imejipanga kwamba yoyote utakaoonekana umechukia sana, unaumia sana, wewe ndo tutakutafuta popote na wewe tukuue mapema sana. Sasa hao madalali hawa, mimi ningetamani sana hawa waendelee kubaki na CCM yao, miuaji yao. Sidhani kama kuna maneno ambayo, kwa mfano Nyoshe Mbowe anasema niliacha kufanya mambo ya siasa nikaanza kufanya biashara. Sio ni ile ambayo watu wanasemaga ulikuwa dalali. Mtu anaweza akaacha mambo ya siasa. Si ndio hao waliokuwa wanahutubia kwamba hakuna mtu asiyeweza kujishughulisha na mambo ya siasa. Siasa ni kila kitu. Siasa ni nini? Siasa ni mpangilio wa jamii, mfumo wa uongozi katika jamii, kuwepo na watu wanaoweza akawa wanasimamia mpangilio kwa jamii. Unafikiri biashara sio siasa? Kuna kitu ambacho sio siasa? Kuna kitu ambacho sio harakati? Si ndio ile tu kwamba pengine watu waliona ulikuwa dalali na pengine mlija udalali ukakatwa. Sijui bwana, watu mnasema sui kaongea vizuri, lakini unaona kabisa kama yeye anatambua sana upande ule, na anasema vyama vya siasa fanyeni pamoja na madalali. Mtu ambaye kabisa amenyooka, na ujua uchungu na amenyooka, sidhani kama anaweza kufika huko. Kina Mbowe type, kina Zito Kabwe type. Jamani, mimi nahisi tuenzi misiba. Ndo dunia ilipofika. Tuenzi misiba ya wenzetu ambao wamefukiwa ambako hatujui, wamefukiwa na watu ambao hatuwajui. Sisi kama wanasema sasa wameshapata wanavyovitaka, sisi wataturuhusu tufukiane hata 3 4, tufukiane. Wakija by force kweli tusiwafukuze, lakini wasiruhusiwe kusema chochote. Wakija pale wakasema kweli tuzungumze, sio penye microphone, kweli tuzungumze, lakini tuambie tu jambo moja: muuaji huna haki
Muuaji huna haki ya kuitwa waziri mkuu, huna haki, huna hadhi ya kuitwa rais, kuitwa RPC, kuitwa mkuu wa mkoa. Muuaji ni mhalifu. Kwa kama unataka kwanza tuelewane, turidhiane, kwa sababu mkisema tutafute haki, mtafute haki ya kila tendo linalokuwa limetendwa. Mimi nimekaa gerezani, Nipokaa gerezani nilikuwa nashambuliwa sana na askari, mtu akiita mchungaji. Kumbuka mimi niliingia gerezani nikiwa mchungaji ambaye pengine nina umaarufu, lakini pia njia zangu ni za haki. Kwa kulikuwa na namna nyingi za kuwafaa watu wengi, lakini kulikuwa na wakati mwingi tu askari. Bwana mmoja alikuwa ni afisa usalama sijui wa mle ndani kwa gereza, maaskari vijana, mabinti. Mtu akiita mchungaji, hatuna mchungaji humu tuna wahalifu watupu, humu tuna wezi. Sasa nilikuwa na kosa gani mimi nisiwe na hadhi ya haki? Sasa mimi nimefungwa kwa ajili ya kanisa, nilifungwa kwa ajili ya kanisa, manake bado ni mchungaji. Mimi sikufungwa kwamba nimeiba, sikufungwa kwamba nimeua mtu. Anyway, nikubali nilikuwa mhalifu, sababu kuna kitu kinatajwa, sheria ilitaka lazima niwe chawa ndipo nionekane sio mhalifu. Lakini je, hawa walioua wenyewe waendelee kuitwa waziri mkuu, wenyewe waendelee kuitwa rais, wenyewe waendelee kuitwa mkuu wa mkoa, wenyewe waendelee kuitwa RPC? Hapana. Mkitaka maridhiano, mkitaka haki, hebu chukueni haki yenyewe inavyotakiwa. Kila mmoja aitwe sawa na sifa za matendo yake. Muuaji aitwe muuaji, asisimame hapo kama raia mwema anayeweza kuwawazia mema, kuongea mema, akachukua mema yenu, sio akayapeleka kwa muuaji mwenzake, sio akajadili jambo gani jema. Mtu aliye tayari kuua kwa ajili ya kuwa na nafasi fulani au mali fulani, mtu huyo hana jema analopanga, analowaza, atakalokuja kufanya kwenye maisha yenu. Hakuna sauti nzuri ya faraja ambayo unaweza ukaja kuiongea inapita thamani ya uhai wa watu. Na kama unahukumika kabisa juu ya uhai wa watu, lazima uanze kutoa vyote ulivyo navyo. Ukiona havitoshi, ndio utoe na uhai wako. Unasema unathamini watu, lakini bado umekalia kinafasi kilichotokana na damu. Jamani, mimi kwa ushauri wangu, jamani, mimi nionavyo ndivyo. Yani huko ndo kumwonyesha mtu makosa. Mtu aonyeshwe makosa kwa maneno na kwa vitendo. Njooni tufunge mkanda kipindi tulicho nacho. Anyway, najua wengi wenu mutaelewana kwa sababu kwanza ni vigumu sana wengi kwamba waliouawa ndugu zenu mna feel kama sisi. Hata kama ndugu yako aliuawa, lakini alikuwa ndugu wa kiwango gani kwenye moyo wako? Kwa hiyo naishi mmepata pa kupita, lakini Biblia katika Wakorinto wa kwanza sura 5, Wakorintho wa kwanza sura 5 mstari wa 11 anasema, lakini mambo yalivyo naliwaandikia ya kwamba msichangamane na mtu aitwaye ndugu, Mtanzania mwenzenu aitwaye ndugu, ikiwa ni mzinzi, ikiwa ni mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukanaji au mlevi au mnyang'anyi au muuaji. Kwa sababu uuaji hapa haujaandikwa, kwa sababu yani wenyewe ndio tupilia mbali kabisa, weka mbali kabisa dhambi pekee ambazo adhabu yake ni ukitenda duniani lazima, hata kama Mungu akikusamehe, lazima upate malipo yale. Ni dhambi, ni kifo tu. Yani yenyewe Agano la Kale na Agano Jipya, ukiua kwa upanga kwa sababu ya cheo, unatakiwa uuawe, watu watumwe wakuue wewe kwa sababu ya cheo cha watu wengine. Hiyo Biblia inasema mtu wa namna hii msikubali hata kula naye.
msikubali hata kula naye. Sijui bwana, sijui, kwa sababu sasa waliokufa ni sisimizi. Waliouawa kwa ajili ya cheo ni sisimizi. Pengine hao wanaokufa sasa ni kama wanakufa peke yao, wenda ndo watu. Lakini haya aliyofanyika, twendeni tufikirie. Najua pengine watu wa Chadema alikuwa jambo jepesi kwamba mngeweza kusimamia hapo watu wenye msiba. Ilikuwa jambo jepesi kwamba mnaweza mkafukuza watu hapo, lakini napendekeza tutumie hii kama funzo, tujadiliane kwenye jamii zetu huku. Njooni kila mtu ajiririe. Tunaojua tunaonewa, tumeonewa, ndugu zetu hatuwaoni, njooni tuliage wenyewe. Wanaosema wamepata, sisi ni wahalifu, sisi ni sisimizi, waliage wenyewe. Twendeni, ndo tutakuja kupatana, mapatano ya kweli. Tusichekeane, tusikaribiane kwa namna yoyote. Wenye kulia tuendelee kulia, wanaocheka waendelee kucheka, lakini sisi tuendelee kudai msibani, kudai harusini, kudai barabarani, kudai mitandaoni haki za watu wetu waliouawa. Na wenyewe waendelee kusema ni haki yao kuua kwa sababu ya rasilimali zao. Na sisi tunaopiga kelele juu ya kuuawa ndugu zetu kwa sababu ya rasilimali zao, sisi tuna wivu na nchi, tunaharibu amani ya nchi. Na wenyewe waendelee kusema na sisi tuendelee kusema. Mungu mwamuzi wa haki atainua njia ya hukumu. Asanteni sana.
Yambusya na palinga ipakufa ujosye woga wangu uwekyara utolile Yambusya ukupala nasindufyo tangu kupala nasindufyo ukupala nasindufyo ukupala nasindufyo Mboka une abombwena Yara mboka une abombwena Yesu mboka une abombwena mboka une Wegwamaka ungasiage Wegwamaka ungasiage Wegwamaka ungasiage ungasiage Wegwamaka ungasiage Yara Wegwamaka ungasiage Yesu Wegwamaka Yara Wegwamaka ungasiage Nepomwikemo Wegwamaka ungasiage Ikemo Wegwamaka ungasiage